hapa kanda ya Ziwa lina jina la mganga mfawidhi wa hospitali ya Sekoture jijini Mwanza, Daktari Bahati Msaki, kiungo bora na mchezeshaji wa timu ya watumishi wenzake. Nimefanya kazi hapa kama daktari bingwa wa watoto tangu mwaka 2011 na 2019 mwishoni niliteuliwa kuwa mganga mfawidhi wa hospitali hii. Mara tu baada ya kuteuliwa kushika wadhifa, Dr. Bahati alifungua ukurasa mpya kwa watumishi kwa kufanya maboresho kwenye mfumo wa utawala na kuziba mianya ya ufujaji wa fedha. Na kama haitoshi, aliwakaba koo wa roho na wahujumu kiasi cha kufanikiwa kukusanya mafungu ya fedha, kisha kuboresha vipato vya watumishi, kuongeza na kuboresha huduma za afya. Nilivyoteuliwa tu kuwa mganga mfawidhi, tulifunga mfumo hospitali nzima, system hospitali nzima. Kwa hiyo wagonjwa wote walihudumiwa kwenye mfumo, malipo yote yalifanyika kwenye mfumo kwa kutumia control number. Jambo ambalo liliweza kusaidia kuongeza mapato sana. Kwa siku tulikuwa tunakusanya milioni 1, lakini sasa hivi kwa siku kwa pesa za keshi tunakusanya mpaka milioni 19. Kwa hiyo sisi kama hospitali, kwa sababu tulizuia mianya ya upotevu wa mapato, tukaweza kupata hela, tuliweza kuajiri watumishi wa mkataba 106 na tulikuwa tunawalipa wenyewe kwa mapato ya ndani. Lakini kama ilivyo kwenye vitabu vya Injili na nukuu ya matendo ya Mtume Yuda Iskarioti, Dr. Bahati aliandamwa na wasaliti kibao waliojeruhi moyo wake, lakini kamwe hakuwahi kukata tamaa. Wakati napambania kuboresha mifumo ya makusanyo na mapato ya hospitali, nilikutana na changamoto nyingi. Lakini changamoto kubwa ambayo nilikutana nayo, ambayo hiyo siwezi kuisahau, wakati tu nimeanza uongozi na kama miezi 6, niliugua sana. Nilizimia ghafla na nilitibiwa Bugando ICU mara 2, nikaenda Muhimbili, nikatibiwa tena kwa sababu alinipa referral, nikaenda Muhimbili nikatibiwa, lakini Muhimbili nao wakasema wameshindwa, wakanirifa nikaenda India. Kwa hiyo hicho ni kisa kikubwa ambacho nilikutana nacho baada tu ya kuanza kubadilisha mifumo yote ya uongozi pamoja na maboresho ya makusanyo ya hospitali. Lakini pamoja na hayo sio kila mtu atafurahia. Kuna watu unapofanya maboresho hawafurahi. Kwa hiyo unajikuta unakutana na vita kubwa sana. Kuna ambao walinitishia mpaka maisha. Nilitishiwa maisha mimi kabisa. Mpaka nakumbuka niliongea na kiongozi mmoja nikamwambia, bwana, mimi ninakoelekea naona sasa nitauawa. Naomba mnisaidie. Kwa hiyo kwa kweli serikali iliingilia kati na ilinisaidia. Ndio maana unaniona mpaka leo niko hapa. Vitimbwi vilimjaza Dr. Bahati hasira ya kuongeza ufanisi na kuongoza jopo lililounda wazo la ujenzi wa jengo la afya ya mama na mtoto lenye mifumo ya kisasa, na sasa ndio jengo pekee linalohudumia idadi kubwa ya wagonjwa kanda ya Ziwa na kutoa huduma ya ICU kwa watoto chini ya miaka 5. Tuna huduma za kusafisha damu kwa wagonjwa waliofeli figo. Hizo ni huduma mpya ambazo zimefanyika kipindi cha uongozi wangu. Tunafanya dialysis, tuna madaktari wazuri, tuna mashine nzuri za kisasa sana na tunatoa huduma nzuri kabisa. Kwa hiyo wagonjwa pia ambao wana shida za figo waje kwenye hospitali yetu waweze kupata huduma. Sambamba na hilo tunafanya CT scan. Wagonjwa wote ambao wana shida wanahitaji CT scan wafike katika hospitali yetu. Huduma zetu ni nzuri, gharama zetu ni nzuri. Hapa Sekoture sasa ni makutano ya watumishi wenye ari ya uwajibikaji, na mambo si kama zamani tena, kwani kila mtumishi anafurahia wajibu mahali hapa. Kama sasa hivi unaona niko saa 11, lakini sina tension ya kwenda nyumbani. Umenielewa? Yaani wala siumii kwa nini huu muda unaisha. Because I know kuna kitu ananifanya mimi niendelee kuona kazi ni sio ngumu. Umeona eh? Kwa motivation zake zimekuwa ni za kutosha. Na hata kama imetokea labda imechelewa, anawaambia, "Jamani, kuna 1 2 3." She's open. Kwa hiyo hakuna kinachokufanya uweze kuchoka kazi yako. Enyi wana wa kanda ya Ziwa, namleta kwenu captain na kiungo mahiri anayeongoza timu yenye ushindi mwingi, vikombe na mataji lukuki, Malkia Bahati Msaki. Mpokeeni kwa bashasha. Malkia wa nguvu 2025, twende duniani. Malkia wa nguvu 2025, twende duniani.
Marafiki, wadau wake, karibuni sana. Jeperu, Malkia Nguvu, hongera sana. Hongera sana. Sikia hadithi yako pale ya kushiba. Haya, zungumza na wana Mwanza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu naamini ni kwa neema yake tumeweza. Nawashukuru sana Clouds, mmeniona. Katikati ya changamoto mmeweza kuniona na kunipa tuzo. Nawashukuru sana. Kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan oye! Kwetu sisi Sekoture, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni malkia wa nguvu. Ameweza kutusaidia kuboresha miundombinu kama mlivyoona jengo la mama na mtoto, lakini ameweza kutusaidia kupata vifaa tiba na dawa kwa zaidi ya 95%. Mmeona mashine mbalimbali ambazo zina thamani ya billions of money. Ametuwezesha kuweza kufanya kazi katika mazingira ambayo tuko comfortable. Naomba nimwambie Mheshimiwa Rais kwa niaba ya hospitali ya Sekoture tunampenda na tunamwombea maisha marefu na afya njema. Tukutane Oktoba 2025, tutampa kura ya ndio. Pili, nishukuru Wizara ya Afya na mshukuru sana Mheshimiwa Jenista Mhagama, ni waziri wetu wa afya. Amesimamia sera na miongozo, ameendelea kutusimamia vizuri katika hospitali yetu ya Sekoture, tunampa maua yake. Tatu, nimshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Naweza kusema kwamba wana Mwanza tumebahatika. Tuna Mheshimiwa mkuu wa mkoa mzuri sana. Ana upendo, anaheshimu wote wakubwa kwa wadogo, anatusaidia, tunafanya kazi mazingira very comfortable, anatusimamia vizuri. Baba, tunakushukuru, tunakuombea baraka za Mungu. Naomba nimshukuru mkuu wa wilaya Mama Amina. Huyu ni zaidi ya mama kwetu, anatupenda, anatusimamia vizuri. Nakushukuru sana mama, Mungu akubariki. Pia napenda niwashukuru watumishi wa Sekoture. Hii tuzo ni yetu wote. Asanteni sana kwa kuchapa kazi, na niwaahidi wananchi wa Mwanza kwamba tunaendelea kuboresha huduma zaidi, na muda sio mrefu unaanza ujenzi wa ghorofa 9 ambao utazidi kufanya hospitali yetu izidi kung'aa. Ninawashukuru, tutaendelea kuboresha huduma na tutaendelea kuwahudumia. Mwisho niwashukuru familia yangu, wamekuwa wananivumilia, nimekuwa nafanya kazi zaidi ya muda wa kazi, nimekuwa mara nyingi nakuwa safari, lakini wamenivumilia na wameendelea kunipa support kubwa.
Nawashukuru sana Clouds, Mungu awabariki. Haya, mpokeeni sasa. Anakuja